Karibu tena katika darasa pendwa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi tunaenda kuzungumzia bikira uweze kupata elimu pana juu ya mada hii. Kama umekuwa ukijiuliza maswali mengi, basi tenga dakika zako hapa chache ili mradi uweze kupata elimu. Bikira ni nini? Tunaanzia hapo. Kisayansi na kitabibu tunasema bikira ni ule utando laini ambao huwa unaziba katika mlango wa uke. Utando huu mtoto au mwanamke huwa anazaliwa nao, yaani kuna utando ambao unakaa katika sehemu ile na unakuwepo pale hadi pale ambapo mwanamke ataingiliwa. Hii ipo katika maana ya kisayansi, lakini tukija katika jamii, ubikira au mwanamke tukimwita huyu ni bikira, maana yake ni ule binti ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanamme, kwa maana ule utando laini ambao tunazungumzia bado upo sehemu yake. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Je, bikira inaweza ikatoka kwa njia nyingine nje ya tendo la ndoa? Basi kama umekuwa ukijiuliza swali hili, jibu ni kwamba yapo mambo mbalimbali au vitu mbalimbali ambavyo wewe binti kama utavipitia, basi vinaweza vikaharibu moja kwa moja ubikira wako. Jambo la kwanza kabisa, shughuli za kawaida. Kama upo katika mazingira ambayo unapenda kufanya michezo, kuna aina ya mazoezi yanaweza yakandoa usichana wako kwa maana ya bikira. Lakini pili, kuna shughuli kama kuendesha baskeli au kufanya kazi ngumu ambazo zinaweza zikatanua sehemu zako za uke, basi zinaweza ikawa ni sababu ya bikira kuondoka. Lakini pia unaweza ukaiondoa bikira kupitia mikono yako wewe mwenyewe katika kujisafisha uke wako. Kama utakuwa makini na ukaruhusu kuingiza vidole katika maeneo hayo, ubikira wako unaweza ukatoka. Kwa hivyo bikira sio lazima itolewe kwa kushiriki tendo la ndoa, inaweza ikatoka pasipo wewe kujua, kutokana na shughuli ambazo unazifanya. Hili ni swali ambalo limekuwa likiulizwa na wengi, kwa hivyo na imani umepata majibu yake. Lakini jambo lingine ni kuhusu maumivu. Je, ni lazima upate maumivu wakati wa kutolewa usichana? Kama wewe binti umekuwa na hofu sana na kusema ina maana siku hiyo nitapata maumivu makali au itakuwaje? Sasa nikwambie, kiwango cha maumivu unayoyapata wakati wa kutolewa bikira kinategemea na aina ya bikira yako. Kisayansi au kitaalam tunasema ule utando ambao umeziba katika mlango wa uke huwa unakuwa na aina yake. Kuna aina za utando ambao umeshika kwa nguvu katika sehemu hizo, na kuna aina ya utando ambao wenyewe uko mchache sana. Kwa hivyo hata siku ya kuweza kushiriki tendo la ndoa kwa mara ya kwanza unaweza usipate maumivu kabisa. Wapo mabinti ambao siku ya kutolewa usichana wao hawapati maumivu, na hii ni kutokana na aina ya bikira yake. Aina hizi ili uweze kuzielewa vizuri, lipo darasa langu la afya ya uzazi kupitia WhatsApp kwa namba hizo ambazo zinaonekana. Njoo pale utapata elimu pana ya kuzitambua aina hizi kwa picha, na utapata majibu kwa nini ulipata maumivu makali wakati wa kutolewa usichana wako, au kwa nini haukupata maumivu kabisa wakati wa kutolewa siku hiyo. Kwa hivyo maumivu makali au kutopata maumivu makali yanategemea na kwanza aina ya bikira, pili maandalizi wakati wa kushiriki tendo hilo. Kabla ya kushiriki tendo la ndoa, maana yake kuna maandalizi yake yako pale, na maandalizi yale yanatengeneza ute. Ute ule unasaidia kuondoa michubuko na hivyo kufanya tendo la ndoa lifanyike vizuri. Kwa hivyo kama atakuandaa vizuri na mwili wako ukawa na utayari, basi yawezekana usipate kabisa maumivu haya. Lakini kinyume chake, maana yake lazima utapata maumivu, na siku hiyo inawezekana ikawa ni mbaya kwa upande wako. Kwa hivyo ishu ya maumivu
imegawanyika katika makundi hayo mawili. Lakini swali lingine ambalo limekuwa nikiuliza sana hapa ni je, nini nifanye sasa kuweza kutunza ubikra wangu? Kama wewe binti bado ni bikra, basi kuna vitu vya kuzingatia ili mradi uweze kujitunza. Jambo la kwanza kabisa ni kuepuka zile shughuli ambazo zinatanua sana miguu yako au unatumia nguvu nyingi kuweza kuzifanya. Kama unafanya shughuli hizo, aidha kunyanyua vitu vizito au kuendesha baskeli, basi ni vitu vya kuviepuka ili mradi uweze kulinda uhusiano wako. Lakini jambo lingine ni kujizuia kushiriki ngono hadi pale ambapo utakapoolewa na kuingia katika ndoa yako, basi utakuwa umempatia zawadi kubwa sana huyo ambaye ataenda kukuoa. Kwa hivyo hizi ni namna kuu za kuweza kutunza ubikra wako na kubakia katika ile hali ambayo wewe mwenyewe unaipenda. Lakini swali lingine, je, kuchelewa kutolewa bikra ni sababu ya kuongezeka kwa maumivu? Sasa hapa ni kujibu kitaalam kabisa. Je, kuchelewa kutolewa ni sababu ya kuongezeka kwa maumivu? Jibu linaweza likawa ndio au hapana. Unaweza ukafikisha miaka 25 bado upo na usichana wako, lakini kiwango cha maumivu yako pia kinategemea na aina ya bikra yako. Kama bikra yako ni ile ambayo ina uwazi mpana katikati yake, maana yake hata ukikaa miaka 30 haujatolewa msichana, siku ambayo ukitolewa hautapata maumivu makali wala hautatokwa na damu nyingi kama jinsi ambavyo ilivyo kwa aina nyingine. Lakini kama aina yako ni ile aina ambayo imefunga mlango wote wa uzazi, maana yake kadri unavyokuwa ndivyo mlango ule au utando ule unavyoendelea kukomaa. Kwa hivyo unapofikisha miaka 20 na kitu, maana kile sehemu inakuwa imekomaa sana. Kwa hivyo hata kuivunja inahitaji mwanamume awe na elimu ya kutosha juu ya namna ya kuliendea swala hilo. Na wewe pia unawezekana ukapata maumivu makali kutokana na ile sehemu kukomaa sana, hali ambayo inaweza ikapelekea maumivu pia kuongezeka. Kwa hivyo kiwango cha maumivu kulingana na umri wako pia kinategemea na aina yako ya bikra. Lakini swali la mwisho, je, ishu ya kutoka damu siku ya kutolewa bikra ikoje? Ni lazima itoke au sio kwa wanawake wote? Basi majibu ya hapa ni kwamba sio kila mwenye bikra siku ya kutolewa inatoka damu, na hii tunarudi pale pale, inategemea na aina yako ya bikra. Kama ule utando ulikuwa haujaziba mlango wote wa uke, maana yake unapokuwa period damu zinatoka vizuri, hakuna mabaki ambayo yanabakia pale, na hata siku ya kutolewa basi inakuwa ni rahisi au inawezekana kabisa usione damu kabisa. Lakini kwa wale ambao aina zao zimefunga sana na inafika hatua zimekomaa, maana yake siku ile basi damu zinaweza zikatoka na kuambatana na maumivu makali. Kwa hivyo aina ya bikra ambayo inatoa damu na zingine zipo ambazo hazitoi kabisa damu. Kwa hiyo sije katokea umemuoa binti, siku ya kushiriki tendo ukaona hakuna kitu, kasema yawezekana huyu tayari bwana aliniambia nayo, kumbe hana, amenidanganya. Hapana, pengine ni kweli, lakini aina yake hairuhusu zitoke damu nyingi. Lakini pia kuna zile tunaziita birth defect, changamoto katika kuzaliwa. Wapo aina ya wanawake ambao wanazaliwa hawana kabisa utando huu, yaani mlango uko wazi tangia siku ya kwanza anazaliwa. Hili ni tatizo tu la kimaumbile, kama jinsi ambavyo unaweza kuona mtoto amezaliwa hana sikio au amezaliwa hana kiungo fulani cha mwili, basi vile vile
Wapo aina ya wanawake ambao wanazaliwa hawana kabisa bikra. Kwa unapokutana na mwanamke huyu akakwambia mimi sijawahi kufanya mapenzi, ni bikra, basi muamini ya kwamba yeye ni bikra kwa sababu hajawahi kufanya mapenzi, lakini kule ndani ule mlango unakuwa uko wazi. Kwa kusema haya, ni imani umepata elimu pana na kubwa. Ni ukaribishe katika darasa la afya ya uzazi kupitia WhatsApp kwa namba zangu hizo ambazo zinaonekana, lakini darasa hili la WhatsApp kuna malipo, unalipia kisha unapata elimu pana kuhusu changamoto yoyote ile inayohusu afya, na utapata tiba za asili kulingana na tatizo lako. Asanteni na niwatakia wakati mwema.